Habari za Busia Boda FM. Ni saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika muhtasari ya awamu ya saa 6. Jina langu ni Collins Imito. Vuguvugu mpya la vijana wanaounga mkono serikali jumuishi maarufu BYF, Broad Based Youth Front, kutoka kaunti ya Busia wameanza kampeni ya kuhamasisha vijana na wananchi kujitokeza kuchukua vitambulisho ili kujisajili kwa wingi kama wapiga kura ifikiapo chaguzi za mwaka 2027. Seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli amemtaka seneta wa Kakamega Boni Halwale kumheshimu spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula badala ya kumdunisha kila mara katika mikutano mbalimbali ya kisiasa. Seneta Wakoli anasema kuwa sio vyema kwa seneta Halwale kueneza siasa ya propaganda dhidi ya spika huyo. Amesema kuwa ataendelea kushirikiana na spika huyo kwa ajili ya kuimarisha eneo zima la magharibi mwa Kenya kisiasa. Waziri wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Bungoma Herbert Kibunguchi amewahimiza wakulima katika eneo hilo na viunga vyake kuwekeza pakubwa katika upanzi wa mimea mbalimbali ikiwemo kilimo cha kahawa, anachosema kuwa kina faida nyingi kwa sasa. Mwanahabari wetu Jeremiah Wekesa na kina cha taarifa hiyo. Waziri huyo anahoji kuwa kilimo cha kahawa kina faida si haba na kuwahimiza wakulima kukumbatia kilimo hicho. Engineer Kibunguchi, waziri wa Agriculture Bungoma County, saa hizi tuko tunauliza wakulima wetu waanze kukuza kahawa na mimea zingine zenye zitawaletea pesa. Ndio food security tumeifikia karibu. Mmeona mwaka huu mahindi yetu tumefanya vizuri sana, lakini tunawauliza muanze kufanya diversification. Msipande tu mmea mmoja. Eka moja inaweza kuletea more than 10 million. Which means hiyo ni pesa mfukoni yenye inaweza kusaidia familia. Sasa sisi kama county tuko tunawahimiza mjoin cooperatives. Haya yanajiri baada ya mbunge wa eneo bunge la Tongaren Daktari John Murumba Chikati kuandaa maonyesho ya kilimo hicho nyumbani kwake na kualika viongozi mbalimbali eneo zima la magharibi mwa Kenya, akiwemo waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya, wabunge tofauti na wakulima, na kusisitiza pia umuhimu wa kilimo hicho cha kahawa ambacho pia amewekeza kwacho. Tumekutanika hapa leo kwa shamba langu na stakeholders wa kahawa kutoka Western mzima wakiongozwa na Mheshimiwa Oparanya na Mheshimiwa Kibunguchi ambaye anasimamia idara ya agriculture katika Bungoma County. Lengo hasa ni kuendelea kujifunza ukuzi wa kahawa Kenya mzima, production yake, management from the nursery level up to mature coffee harvesting and value addition. Tulikuwa tumerudi nyuma kidogo kama nchi ya Kenya katika production ya kahawa. Katika nchi ulimwengu mzima sisi tuko number 17 from number 6 in the last 5 years. Kwa usaidizi wa county government na coffee board na washiriki wengine, Kenya inarudi ili wasipoteze matumaini. Kahawa ni kitu kabisa katika income. Secondly, you cannot compare ama mmea mwingine yoyote. Kahawa iko juu sana katika international market. Alafu finally, nchi ilikuwa inaongoza katika kahawa ulimwenguni ilikuwa Brazil at 70%, na Brazil imekuwa affected na moto nyingi na frost, na sasa imerudi to that 7%, na Indonesia pia imeanguka. Sasa production ya kahawa imerudi katika Afrika. Nikiripoti kutoka katika eneo bunge la Tongaren County Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa. Shukrani Jeremiah Wekesa kwa kina cha taarifa hiyo. Kwingineko, wakazi katika kaunti hii ya Busia wakiwemo wanafunzi wamehimizwa kuitunza miti 10,000 iliyopandwa katika kaunti hii. Katibu katika wizara ya vyama vya ushirika Susan Mangeni
pamoja na mwenzake wa mipangilio Boniface Makoha wamewataka wakazi wa Busia kushirikiana ili kuwezesha serikali kufanikisha malengo ya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Tunataka kila mwanafunzi adopt miti miwili, na anapopanda kule nyumbani, wacha pia shuleni tufuatilie. Kasema ya kwamba ule ambaye atapanda na yake ifike kiwango chenye urefu wake. Wito wangu ni kwa jamii. Wakati rais amesema turudi shule za msingi tuweze kupanda miti, hakututuma tu sisi peke yake kama wale ambao wanahudumia jamii. Hata nyinyi mko na jukumu kama jamii yetu, mujitokeze, muende katika shule zenu, muende mupande hii miti. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muhtasari awamu ya saa 6. Awamu ya saa 7 ndarejea na habari kiukamili au kiutendeti. Jina langu ni Collins Imito. Endelea kusikiliza Busia Boda Radio, sakasaka inaendelea. Huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari za Busia Boda FM. Je, wewe ni mkulima na unasumbuliwa na kwekwe shambani?